Serikali ya mkoa wa Tanga imesema kuwa tayari imeandaa eneo kwa ajili ya kuhamisha wananchi 67 wa kitongoji cha Maisha Plus kijiji cha Msakangoto kata ya Kigombe wilayani Muheza baada ya nyumba zao kubomolewa Mei mwaka 2026. Akizungumza na wananchi wanaotakiwa kuhamishwa katika kikao maalum, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani amesema serikali imeamua kugharamia mchakato wa kuwahamisha wananchi hao pamoja na kuwawezesha kutambua maeneo yao mapya ya makazi. Mtakumbuka nilikuja wakati mabanda yamevunjwa, lakini hata kabla mabanda kuvunjwa nilikuja hapa tukazungumza na mkatueleza kwamba eneo hili ni eneo mlipewa na kijiji, na sisi tukajua ndio hivyo, na tukaenda mbali zaidi kwenda kuwatafuta mwanasheria wetu na ili kujua uhalali wa umiliki wa eneo hili. Kulingana na hati ya mwekezaji, eneo hili liko ndani ya hati. Tuliambiwa kwamba hili eneo haliko ndani ya hati ya mwekezaji, lakini hati ya mwekezaji imeonyesha eneo hili limo ndani ya hati ya mwekezaji. Na kwa vile mwekezaji alikusha kwenda mahakamani na mahakama ikatoa amri ya kutuondoa, lakini sisi tukapeleka tena zuio na hilo pia likatupiliwa mbali, tukaambiwa tuondoke. Sisi kama serikali tukasema hebu tuongee na hawa watu. Wakati tunaongea, buldoza likaja likavunja nyumba zenu. Ili tusikitisha sisi serikali na nyinyi wananchi. Tukaona kwamba hatua iliyotumika ilikuwa ni hatua ambayo tuko mezani tunaongea, kuja kuwavunjia ilikuwa bado sio hatua nzuri. Tulichokifanya, kwa sababu kwanza waliwavunjia usiku, lakini pia wakati eneo lile walopanga wawahamishe ni eneo ambalo lilikuwa mbuga, hata bulldozer alikupita kusafisha eneo. Tukaona tutafutia haya maturubai tuweze kuwahifadhi kama ndugu zetu, kama wananchi wetu, kama watu ambao ndio mliotuweka sisi madarakani na ndio tunawatumikia. Maturubai haya yapo hapa ili na nyinyi mkae katika staa. Wakati tukiangalia taratibu zingine, tumeendelea kumwongea na mwekezaji, na hatua hii ya sisi kuweka hii turubai hapa ni hatua ambayo tumeifanya kwa misingi ya utu. Kisheria hatakuwa na mamlaka, kwa sababu serikali haiwezi kupingana na mahakama, na kwa sababu huyu mwekezaji amejisajili TISEZA kwenye mamlaka inayoshirikiana na masuala ya uwekezaji. Kama mkoa tuliwashirikisha, waziri anashirika na uwekezaji, tukaambia hebu tusaidie kuongea na huyu mwekezaji. Kweli wananchi walikuwa kwenye eneo ambalo kwenye hati liko kwenye eneo lake, lakini hao wananchi hawakujileta pale, waliletwa na serikali ya kijiji. Lakini mwekezaji alipoenda mahakamani, serikali ile ile ya kijiji ya wakati ule ikaungana na mwekezaji kupinga uhalali wa wao kuwaleta watu hapa. Ikaonekana kama nyinyi mlikuja pamoja na kwamba mlikuwa mna risiti halali za kwamba mmeletwa na kijiji. Sisi tulichokifanya baada ya wilaya kubainisha eneo ambalo walimtaka mwekezaji atoe eneo ambalo mtaenda kuhamia, na ile eneo mkasema lina maji alifai, tukasema sawa, tukawatafuta kijiji tutafutie eneo lingine mbadala ndani ya kijiji hawa wenzetu waweze kuwa pale. Kwa hivyo leo hii tumekuja, kijiji kishapatikana eneo, tunawaambia, na mimi nilijua kwamba leo mmeshapata taarifa wote kwamba wale vijana walikuja kuweka hizi turubai. Kuanzia jioni au kuanzia asubuhi wataanza kuhamisha hizi turubai tukaweke kwenye eneo kule ambalo tutahamia, wakati tunajikusanya kuanza kujenga makazi yetu. Wananchi ambao mpo hapa Maisha Plus, naomba haya ambayo ameyasema mkuu wa mkoa tuyapokee vizuri, na sisi kama viongozi wa kata tunakwenda kuyasimamia kuhakikisha pale mnapokaa panakuwa na usalama. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa, pale ambapo wanakwenda tayari TANESCO wanakwenda kupeleka umeme, tayari nguzo zinatembea. Tukuombe tu kwa nafasi yako, zile sehemu ambazo
zitashuka chini kidogo, ambazo nguzo labda zitakuwa hazitafika, basi utuzungumzie kwa TANESCO Pangani, ili zile sehemu ambazo wanakwenda nako nguzo ziweze kufanyaje kufika, lakini laini imetiririka pale mpaka ofisi ya kijiji. Sisi tunashukuru sana, na hili tumelipokea na tutalifanyia kazi, na tutahakikisha kwamba wanapokaa kila anayekuwepo pale atakuwa na karatasi yake ya halali. Hiyo ninachoomba, ili tumalize vizuri, watu wachukuliwe hapa wakapewe maeneo yao. Kila mtu hakikisha hichi ndio kiwanja chao, wala hana kiminyano. Wameshachoka kama nini, yaani wamechoka na mateso ya hapa. Wapewe kwa maandishi kwamba hii ndio haki yenu inayostahili na isainiwe, watu watapokea, kwa sababu mimi ndo nimehangaika nao, mimi ndo najua changamoto zao, mimi ndo tumepitia ziki nyingi za hili eneo, sisi ndo tumelala kwenye baridi, sisi ndo tumeteseka mpaka kwa kiwango hichi mnachotuona hapa. Mgogoro huu ulikuwa ni wa muda mrefu, lakini kilichokuwa kinasababisha mpaka watu hawaondoki ni ile fidia ya kuondokea pale wanapoenda kuanza maisha mengine, kutokana wengi wamefanya kazi katika hii kampuni, mwisho wa siku wakapata NSSF zao, ndio wakajenga hivi vijijumba ambavyo tunaishi hapa, mwisho wa siku ikaja ikavunjwa. Sasa wakawa wanahoji swali, tutaenda hilo eneo, tutaendaje? Ndio changamoto ilipoanzia hapa, ndio mgogoro ulipoanzia kwamba tutaendaje.